Crazy Rocket, now available on PMBet. Mbali na hivyo, Ibrahim Baka anaweza kuikosa mechi ya dabi ya Kariakoo dhidi ya mahasimu wao ambao ni Simba Sports Club. Young Africans ilikuwa inacheza dhidi ya Tanzania Prisons, ambapo Ibrahim Baka alikuwa anakamilisha ile adhabu yake ambayo anaitumikia, ambapo walimchezea rafu Ibrahim Wame, mchezaji wa Mbeya City. Ni athari gani ambayo watakwenda kutana nayo Young Africans? Lakini kabla ya kwenda kuizungumzia athari kwenye michezo mitano ya ijayo kwa upande wa Young Africans, michuano yote, kwa maana wanakwenda kucheza na FAR Rabat wakiwa nyumbani, wanaenda kucheza na JS Kabylie wakiwa ugenini, Namungo ugenini, lakini pia Coastal Union wako nyumbani na Simba itakuwa wapo nyumbani. Michezo hii yote ni muhimu. Athari gani ambayo inakwenda kuipata Young Africans kwenye mchezo muhimu kama huo? Ya kimataifa naikosa? Ni mechi za mashindano yote. Hii ni mechi za mashindano yote, lakini adhabu yake ni ligi. Lakini adhabu yake ni ligi. Kwenye ligi hawataathirika. Kwenye mchezo mkubwa kama huo, kwenye dabi naweza nikasema kuna namna quality ya Baka itaonekana, lakini tutapata ladha ya Mwamnyeto. Yes, Mwamnyeto kashacheza hizi dabi, si ndio? Na Mwamnyeto amekuwa ni backup sahihi ya hawa, naweza nikasema, kwa sababu pindi Job na Baka wanapokuwa wanaanza, Mwamnyeto amekuwa yupo benchi, lakini akipata nafasi ulikuwa uone lile pengo la moja kwa moja kwamba mbona hapa kuna utofauti mkubwa. Nafikiri sitaraji kuona utofauti mkubwa sana, pia kwa sababu ya fomu yake ya sasa. Ukiangalia fomu yake ya sasa kwenye ligi, amepea na Job kwenye mechi chache ambazo tangia ligi imeanza. Baka pia kuanzia msimu umeanza hajapata dakika nyingi sana. Amekuwa akipumzishwa na kuna nyakati amekuwa hayupo kabisa kwa sababu ya timu ya taifa, si ndivyo? Kwa hiyo nafikiri Mwamnyeto msimu amepata dakika nyingi zaidi pengine hata ya Baka, naweza nikasema. Amepata dakika nyingi msimu huu tangia msimu uanze, kiasi kwamba sioni kama ikifika siku ya hiyo mechi tutaona pengo la moja kwa moja. Tutakosa ladha ya Baka, lakini tutapata ladha ya na kwa taarifa ambazo nimezipata ni kwamba Baka bwana hajasafiri na timu ya kikosi cha Taifa Stars. Sababu kubwa wanasema ni majeraha. Yes, lakini airport alifika. ni kitu ambacho wiki 3 sijui 4 zilizopita. Sijui sababu kubwa ni nini, iwe majeraha whatever, lakini mimi ni mtu ambaye alikuwa anatamani Baka apate muda wa kupumzika. Ulisema kwenye kipindi hapa. Tulishai kujadili kabisa hapa. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu huyu mchezaji amecheza competitive matches kwa muda mrefu sana, msimu 3 4 mfululizo. Pengine kuna msimu alikuwa apumzike kabisa, anaunganisha msimu, kwa sababu akitoka kwenye club ile miezi miwili ya kupumzika anaunganisha national team tena kwenye mechi za mashindano. Baada ya hapo anaingia moja kwa moja pre-season na anaanza msimu. Kwa hiyo ni mtu ambaye hakupata ule muda wa kupumzika, na kutokupata muda wa kupumzika haina shida kama utafanya vizuri, lakini tulishaanza kuona Baka kuna namna uwezo wake umepungua. Unajua uwezo wa beki ukipungua unajuaje? Utaona anapata kadi nyingi kwa sababu anachelewa kufika kwenye matukio, then anafanya rough badala ya kucheza tough. Kwa hiyo nafikiri tulishaanza kuona dalili kama hizo. Energy yake ni kuna namna ilishaanza kupungua, hata uwezo wake kuna namna ulishaanza kuwa limited. Kwa hiyo nafikiri ni mtu ambaye alipata muda wa kureshuffle, kurefresh, apate muda wa kupumzika, misuli heal, kwa sababu ile ni binadamu, anatumia tissue sio mashine, si ndio? Kwa hiyo nafikiri ni kitu sahihi kwake. Sijaombea apate majeraha, lakini kama amepata muda wa kupumzika, nafikiri tutamwona Baka bora zaidi miezi miwili ijayo. Raymond, Mwamnyeto pekee anatosha kwenye mechi kubwa kama hiyo dhidi ya mahasimu wao? Well, Mwamnyeto alikuwa ndo beki ghali zaidi mzaa hapa nchini Tanzania. Alikuwa. Nahisi bado hakuna beki ambaye ameshai kuvuka yani ile usajili wake kwa Coastal Union kuja klabu ya Young Africans, kama takwimu zangu ziko sawa. Mwamnyeto ameshacheza dabi nyingi sana. Mwamnyeto ameshacheza mechi kubwa nyingi sana. Lakini hii haiondoi kwamba Baka ni bora zaidi yake, ndio maana yeye akawa backup. Yaani wakiwa wote watatu fiti, mwalimu atakwambia Jobu na Baka njoeni, Mwamnyeto utasubiri. Lakini bado ana utofauti na Baka, na ndio maana bado yuko ndani ya klabu ya Young Africans. Na utofauti wake huwa unamuenjoy zaidi kwenye long range passes. Ni mtu ambaye kupinpoint pasi ya mita 30, mita 40 anafanya hivyo, lakini pia aerial presence anayo, yani kwamba ile mipira ya juu utamwona anafika, lakini he is eager to prove kwamba kwa nini wanaanza, mimi natakiwa na mimi nifanye vizuri nianze. Kwa hiyo inawezekana
akaichukulia kwamba hii ndo sehemu yangu ya mimi, upenyo wa mimi kuweza kuingia hapa, kwa sababu hata Baka kati anaingia kosi ya Young Africans alitumia upenyo. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni nafasi kwa yeye kuweza kurevive career yake na kuchukua nafasi ambayo hapo awali ilikuwa ya kwake. Kwa hiyo ile nafasi kwake kama atafanya vizuri, na huyu ni mwalimu mpya. Kama Mwamnyeto ataonesha kikubwa zaidi, inawezekana mwalimu akasema huyu ndo jeshi langu mimi kuanzia sasa. Kwa hiyo hii ni nafasi yeye kuonesha kwamba mimi ni Mwamnyeto na ndo beki ghali mzao ambaye nilisajiliwa hapa nchini Tanzania. Kwa kile alichokionyesha kule KMC, unadhani ni muda sasa mwalimu kumuuzia Imani? Well, nafikiri kulikuwa kuna shaky moments. Yaani unajua mtu ambaye hajacheza muda mrefu, hajaaminika muda mrefu, kuna ile tu kwamba okay, bana mimi ile sharpness haikuwa katika kiasi kile, lakini hii haikuwa kwa Mwamnyeto peke yake. Mohamed Hussein ilikuwa hivyo, sijui wakina Max kuna muda ilikuwa hivyo. Ni club as a whole bado wako kwenye hiyo moment, lakini binafsi naamini katika uwezo wa Mwamnyeto, japokuwa kumekuwa kuna makosa, na naamini hii ndo nafasi yeye kuweza kumuonyesha mwalimu mpya kwamba mimi nahitaji kuwa moja kati ya wanajeshi ambao unawaamini. Na ukiangalia Mwamnyeto kwenye mechi ya dabi, kitu cha ziada ambacho nakipata ambacho sio kucheza, pia ni leader. Unajua Mwamnyeto ni kiongozi. Ni captain kwanza, lakini pia hata ukiangalia kwenye dressing room ni kiongozi wa wenzake kwenye karibia kila kitu. Kwa hiyo nafikiri kwenye mechi ya aina ya mechi ya dabi haihitaji tu uwezo wa uwanjani wa kiufundi, lakini hata mentality. Nafikiri yeye akiwepo uwanjani kuna kitu tu lazima kitakuwa cha tofauti. Au acheze Asinki. Asinki hajapata competition, hajapata dakika, mechi nyingi hajapata. Kwa hiyo nafikiri moja kwa moja hapo tena kwenye zile sajili zilizofeli ambazo tulianza nazo kwenye mjadala wa kabla, Asinki ni mmoja wao. Kwa hiyo nafikiri Mwamnyeto ni sababu zilizofeli. Hata kukaa benchi Frank Asinki mpaka sasa. Mpaka sasa kwa Young Africans tusiweke nukta. Tuweke wakati ujao kama ataweza kutuprove wrong. Lakini mpaka sasa hawezi kupata namba mbele ya Mwamnyeto, Baka na Joba, hawezi. Kwa sajili umefeli. Kuna muda unajua hata benchi hayupo. Kuna muda anakaaga juu kabisa. Umeona? So kuna muda mimi sijawahi kuona benchi. Sawa, hebu tupate mapumziko mafupi, halafu tutarejea kwenda kuyachakata yale ambayo yamesalia kwenye upande wa kimichezo.